mtakatifu wa siku. Tarehe ni 25 ya mwezi Mei. Tuna watakatifu kadhaa, lakini hapo mwanzo nilikutajia kwamba Baba Mtakatifu aliyekuwa Baba Mtakatifu Francisco mwaka wa 2018 aliweza kutangaza maadhimisho ya sikukuu ya Bikira Maria mama wa kanisa tarehe inayofuata baada ya Dominika ya Pentekoste. Hii leo nikiangalia pia tuna watakatifu kadhaa. Tuna Mtakatifu Mhashamu Beda ambaye alikuwa ni padri na mwalimu wa kanisa. Tuna mtakatifu mwingine, Mtakatifu Gregory wa Saba ambaye alikuwa ni papa, na vile vile tuna Mtakatifu Maria Magdalena wa Pazzi ambaye alikuwa ni bikira na mtawa, na kwa kuwa tuwezi wapitia wote tutapitia mmoja. Mtakatifu Maria Magdalena wa Pazzi, bikira na mtawa. Maria Magdalena alizaliwa Italia tarehe 2 ya mwezi wa 4 mwaka wa 1566 katika familia tajiri. Wazazi wake walikuwa Camillo na Maria. Alipata komunyo ya kwanza akiwa na umri wa miaka 10 na akaweka nadhiri za ubikira kwa Bwana, na tangu wakati huo alipokea komunyo takatifu kila siku kadri alivyoweza. Akiwa na umri wa miaka 16 alijiunga na shirika la Wakameli, akakaa katika nyumba ya shirika ya Maria Mtakatifu wa Malaika. Magdalena aliishi maisha ya faraga, akisali na kujinyima mambo mbalimbali. Ilikuwa desturi yake kupokea Ekaristi takatifu kila siku. Aliweka nadhiri miaka 2 baadaye akiwa mgonjwa karibu na kufa. Lakini baada ya sherehe ya kuweka nadhiri aliponywa kimiujiza ugonjwa wake na akaingia katika hali ya taamuli kwa muda wa masaa 2, na hali hii ilijirudia kwa siku 40 mfululizo kila alipopokea komunyo takatifu. Maria Magdalena alizoea kusema, napenda zaidi kuteswa kuliko kufa upesi. Bwana Yesu alimjalia neema za pekee. Alikuwa akimtokea mara kwa mara na kumpa siri za moyo wake. Mungu aliruhusu mtoto wake asumbuliwe na vishawishi vya majivuno, uasherati na kukata tamaa ya kuokoka. Mungu mwenyewe alimfunulia siri kuwa roho yake itasumbuliwa. Magdalena alimfumbulia padri muungamishi wake taabu zake zote, na aliyafuata mashauri ya muungamishi huyo vema. Magdalena alisali sana na kuendelea kujitesa, kujisadaka na kurudia nadhiri zake mara kwa mara. Kadri shetani alivyozidi kumshawishi ndivyo alizidi kujikatalia, akisali sana kuliombea kanisa lipate kurekebishwa. Hali hii ya kuteswa iliendelea kwa miaka 5 hadi alipopata amani ya moyoni, lakini hali ya taamuli na maono vilitokea kila siku na vilidumu kwa muda mrefu hadi masaa 16. Maria Magdalena alijaliwa pia zawadi ya madunda 5 matakatifu ya Yesu msulubiwa. Ni katika taamuli na maono yake aliweza kuandika vitabu vikubwa 4 kuhusu pendo wa kimungu na mashauri juu ya ukamilifu wa maisha ya kiroho. Ufunuo huu ulihusisha pia mashauri juu ya namna ya kupata kurekebisha kanisa. Kwa sababu hiyo, Maria Magdalena anajulikana kama mtakatifu wa maono. Alikuwa mlezi wa manovisi kwa miaka mingi katika shirika. Alikuwa na uwezo wa kusoma roho za watu. Alikuwa na nia njema katika kila alichofanya. Miaka 3 kabla ya kifo chake, alikuwa mkuu wa nyumba yake ya kitawa. Wakati huo alikuwa bado anapitia mateso makali. Maria Magdalena alilelewa vema nini maana ya kuteswa pamoja na Kristo kwa ajili ya wokovu wa roho za watu. Kabla ya kifo chake, aliteswa na ugonjwa mkali hivi kwamba aliona uchungu kama wa Bwana Yesu katika bustani ya Getsemani. Alikataa kutulizwa kwa sababu alitaka kuteswa zaidi kwa ajili ya Yesu. Maria Magdalena alifariki dunia mwaka 1607 akiwa na umri wa miaka 41. Alizikwa na miaka 2 baadaye mwili wake ulianza kutoa harufu nzuri kama ya manukato. Maria Magdalena wa Pazzi alitangazwa mwenye heri na Papa Urbano wa 4
tarehe 8 mwezi Mei mwaka wa 1626 na alitangazwa kuwa mtakatifu na Papa Clementi wa 9 tarehe 28 ya mwezi Aprili mwaka wa 1669. Tafakari. Nenda kaabudu kama mtu anayekwenda mbinguni kwenye karamu ya kimungu. Jiambie kwa masaa 4, kwa masaa 2, kwa saa 1. Bwana Yesu atanijalia neema na upendo mwingi kwake na kwa jirani. Amenialika, ananingojea na ananitafuta. Mtakatifu Maria Magdalena, utuombee.